Chini ya kivuli cha miti mikubwa ya miembe iliyosimama kwa miongo mingi katika eneo la makumbusho ya Dr. Livingstone Ujiji, Kigoma, kuna simulizi nzito ya kihistoria ambayo imebeba maumivu, ujasiri na matumaini ya kizazi baada ya kizazi. Huyu mwembe unaitwa mwembe kinoa. Na sehemu hii tuliyopo panaitwa Usagara. Kwa ufupi, hapa ndio kulikuwa na soko ya watumwa ya Ujiji kabla ya ile Mkunazini Zanzibar. Kwa hiyo baadhi wengine walikuwa wanauziwa sehemu hii ya Usagara. Hata marehemu baba wa taifa Mwalimu Nyerere wakati wa kutafuta uhuru hapa ndio kanafanyia mikutano yake kuwahamasisha wananchi wakubali kile chama, kilikuwa ni chama cha Mwalimu Nyerere na kuweza kukipigia kwa sauti nyingi. Ni hapa Usagara. Karibu sana. Maana wanasema kwamba tumerithishwa na sisi tuwarithishe. Na ndio maana unaona mwembe huu bado unaendelea kuwepo kwa sababu ni mwembe wa kihistoria, ama ni mwembe uliopo sehemu ya kihistoria katika mji huu wa Ujiji. Karibu sana. Naona hapo katika huu mwembe kuna tobo katikati. Historia yake ipoje? Ni baada ya nani zote kuisha hizo ndo watu wa kizazi kipya labda wakaja kutoboa, ama ilikuwa ni hivyo hivyo tangu awali? Naam, kutokana mwembe huwa na umri mkubwa ndani ulianza kuoza kile kiini chake. Ndio maana watu wakachoma moto ukapatikana hili tundu unaloliona, kwa sababu ni watu wasiojua historia ni nini ama kuwepo kitu hiki kinaimanisha nini katika mji wetu wa Ujiji. Kwa hiyo hapa katika kuoza watu wakawa wamechoma moto, ndio maana unaona kuna tundu hili kutoka na moto uliochomwa katikati ya mwembe huu. Kihistoria unaweza kuwa umefikisha miaka mingapi hii? Hapana, huko kwenye karibu na 160 na 70. Karne imefika. Maana karne imefika na zaidi kwa sababu ni enzi ya biashara ya utumwa. Maana biashara ya utumwa ilikuwa mwaka 1840 kidogo mpaka kuendelea mpaka 80 mpaka huko kwenye 70. Naona bwana. Na hapa watu bado wanakula maembe. Maana unaonekana pia majani yake bado ni mabichi. Maembe ni mabichi kwa sababu unakuwa unajirudia ngozi inakuwa ni nzima kwa sababu ndio unaona majani ni mabichi, lakini kwa matunda hautoi tena matunda kwa sababu mzeka ni maua tu, alafu natoa tumbegu tudogo tuliokauka kwa sababu mzeka, maana kila kitu kina mwisho wake. Lakini ulikuwa unatoa maembe aina gani kipindi? Maembe yale ya embe dodo na embe kinoa yale marefu kama ya Tanga. Ndio maana mwembe huu tunasema kwamba ni mwembe kinoa. Una miembe ya aina mbili. Miti hiyo si mapambo ya kawaida ya mazingira, ni mashahidi wa kimya wa nyakati ambazo eneo la Ujiji lilikuwa moja ya vituo muhimu katika safari za wafanyabiashara, wavumbuzi na pia biashara ya utumwa iliyopita katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ujiji, mji wa kale uliopo kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika, ilikuwa lango muhimu la kihistoria lililounganisha maeneo ya ndani ya Afrika na njia za kuelekea mwambao wa bahari ya Hindi. Kupitia njia hizo, misafara ya watumwa na bidhaa mbalimbali ilisafirishwa kuelekea maeneo ya pwani. Katika mazingira hayo ya huzuni, watu waliotekwa kutoka maeneo mbalimbali walipitia katika maeneo ya mapumziko na vituo vya misafara kabla ya kuendelea na safari ngumu. Unaposikia biashara ya utumwa na meno ya ndovu, njia yenyewe ndiyo hii. Miembe hii imepandwa kwa madhumuni makuu matatu. Moja ilikuwa ni amani ya njia. Pili, wapite kwenye kivuli. Tatu, wakati wa matunda wanapata matunda ya kula njiani. Kwa ufupi, miembe hii imeanzia huko tulikotoka ziwani, kwenye ziwa Tanganyika ambayo ndio kulikuwa na ile kambi walikuwa nafikishia watumwa. Sasa ile miembe hii unaiona ilipandwa kutoka hapa hadi Bagamoyo, Msalabani. Ramani ya njia ya watumwa ni miembe kama hii unaiona. Ukienda sehemu mbalimbali bado kuna sehemu inaonekana. Na ukizingatia mimi njia hii nimeshatembea nayo kutoka Ujiji hadi Bagamoyo, Msalabani. Ni miembe hii mikuu ambayo haina matunda tena sababu imezeeka na miaka 100 na kwenda kwenye miaka 200 na kidogo. Enzi zile biashara ya utumwa 1840 na kuendelea huko. Hii imeoteshwa na Waarabu.
Waarabu ndio walioanzisha kusema kwamba hii njia iweze kupandwa miembe ili iwe ndio kielelezo ama njia kuonyesha kama ni ramani ya njia yenyewe ya biashara ya utumwa. Sawa. Kubwa hasa kwenye hii njia ambayo unaweza kusema ni kikubwa cha tofauti zaidi kuanzia distance ambako umeniambia imeanzia huko mpaka wanapita wanaelekea huko. Kwa historia hakuna vituo ambavyo walikuwa labda wanafika sehemu wanakaa kwanza kwa ajili ya mapumziko then safari zinaendelea? Hiyo ni master, kwa sababu unapofanya safari ndefu lazima kuwe na sehemu ya kupumzika. Mfano kama ukitoka hapa Ujiji wa baadhi ya kipumziko kidogo ilikuwa ni sehemu inaitwa Kandaga. Alafu unakwenda Kazuramemba, unakwenda Rugufu Uvinza. Sehemu kuna sehemu inaitwa panaitwa ni kama unakaribia Malagrasi. Kulikuwa na kituo. Alafu Malagrasi kwenyewe kulikuwa na kituo na sehemu inaitwa Ilalanguru. Ukitoka Mtegwa Noti, sehemu inaitwa Ilalanguru. Nako kulikuwa na kituo. Kwa hiyo vituo vilikuwa ni vingi, sababu ukizingatia wengi wanaume walikuwa wanabeba meno ya tembo na wakina mama walikuwa wanabeba maji na vyakula vidogo vidogo kwa maji ya kunywa njiani wanapokuwa wamefika sehemu pakuwa na maji. Kwa hiyo vituo vilikuwa ni vingi kulingana na mizigo ilikuwa ni mikubwa na watembea kwa miguu. Miti ya miembe iliyopo katika eneo hilo imeendelea kuwa sehemu ya urithi unaowafanya wageni kutafakari juu ya safari za watu waliopita hapo, kuanzia wavumbuzi, wafanya biashara hadi waathirika wa biashara ya utumwa. Mzee Nguvula Mbingo ni msimuliaji kinara wa historia ya makumbusho ya Dr. Livingstone kwa wageni wanaofika Ujiji. Anasema miti hiyo ya miembe huongeza mvuto wa eneo hilo kwa kuwa inasimama kama alama ya muda, ikisimulia historia ambayo haijaandikwa bado kwenye karatasi pekee, bali imehifadhiwa pia kwenye mazingira. Kwa sababu ukizingatia kuna baadhi ya wengine kulikuwa naishi watu machifu wale. Sasa kuna kila kijiji kilikuwa na chifu wake. Sasa lazima kulikuwa na njia za mawasiliano. Sasa ile njia ya mawasiliano kabla waliona kama ni zinapitika, ndio maana wakaamua kusema kwamba wapande miembe ambayo ni miti ya kudumu yenye faida zaidi. Kuna kivuli pamoja na matunda ya kula njiani. Ilipoanzia imefika moja kwa moja mpaka mwisho wa kituo ama kuna sehemu inaacha magepu? Kwa hivi sasa imebakia baadhi ya sehemu. Maana kuna mengine ilikuwa inaungua mwaka hadi mwaka, hata ukizingatia kwenye misitu ilikuwa inaungua mwaka hadi mwaka. Na baadhi wengine wakati wa vijiji walikuwa wanakata kwa ajili ya kuni, wengine wanachomea tofali za kujengea majumba. Kwa hiyo ndio unakuta humu katikati miembe haipo, imebakia baadhi ya sehemu. Naweza kukutana kuna sehemu miwili mitatu, lakini ukiuliza wenyeji, ukisikia amekwambia njia ya Mwarabu, basi ujue kama ndi njia hii ya biashara ya utumwa na meno ya ndovu. Pengine mara baada ya biashara hiyo kutamatika, sasa kukomesha biashara ya utumwa, wakazi wa eneo hili walikuwa wananufaika vipi na njia hii ya utumwa? Biashara hii labda kitu tunaweza kwamba alikuwa ananufaika nacho labda ni ile miti, kwa sababu baada ya kukomesha biashara ya utumwa, wengine waligeuza maeneo haya njia kuwa mashamba ya kulima mpunga, mihogo na mazao mbalimbali. Walikuwa kilima sehemu hiyo, naona kama ardhi inakubali mazao hayo. Kwenye maelezo yako mzee wangu ulinielezea kwamba ulishawahi pia kuitumia njia hii kutoka huku Ujiji ukafika mpaka Bagamoyo. Ziara yako ilikuwa inahusiana na vitu gani? Ziara yangu ilikuwa sana ilikuwa na wale wenzetu wazungu. Wazungu wawe na interest sana hii njia ya biashara ya utumwa iimarishwe, hata serikali kiwezekana ijenge barabara, iwe ni barabara ya njia ya kimkakati, hata vijiji vilivyopitiwa na ile njia wao wanauza vitu vyao, wazungu wananunua kama kunufaisha wenyeji katika maeneo hayo husika. Pengine sasa umbali huu kutoka maeneo haya ya Ujiji mpaka kufika mwisho ambako watu walikuwa wanapelekwa, ilikuwa ni sehemu ambayo inachukua muda gani mpaka kufika kutoka hapa Ujiji mpaka mwisho? Naam, sawa kwamba muda ilikuwa ni kutoka na muda wenyewe ni masika, kiangazi. Mfano kuna wakati wa masika walikuwa wanaweza kuchukua hata miezi 4 ama 5, kwa sababu kuna wakati kuna mito mikubwa ikutana imejaa, wanaweza kukaa hata siku 3 siku 4 wanasubiri maji yapungue
ndio endelee na safari. Kwa hiyo ilikuwa haina muda kusema kwamba hii ndio muda limit ya kufika Bagamoyo, kutoka Ujiji hadi Bagamoyo. La asha. Inatokana na muda unayotembea. Je, ni wakati wa masika? Ni wakati wa kiangazi? Hiyo ndio inaweza kulinganisha muda utakayochukua. Alafu kilinganisha na watu wenyewe wanayotembea. Je, wana mizigo au la hawana mizigo? Ama ni watu ni wazee ama vijana? Basi hiyo ni kuweza kulinganisha muda utakayochukua. Maana mfano kama sasa wale walitembea mara ya kwanza walichukua miezi 2. Kwa sababu walitengeneza kilomita chache za kutembea, kila mtu atimize interest yake, afike pale aipokusudia kufika. Na wao ulitumia miezi miwili. Halafu kuna wakati mwingine safari nyingine tulichukua mwezi na siku 6 tu. Na mnaweka vituo njiani ndio tunaweka vituo, lazima mnakwenda ukifika mkaanzia saa 2 mpaka saa 11 mnafika kwenye sehemu ya camp, mnalala, asubuhi mnaanza. Wewe uliweka vituo vya wapi na wapi ulipotoka hapa Ujiji? Vituo vyako vilikuwa ni mfano kama kutoka hapa kambi ya kwanza ilikuwa sehemu ya Kazamemba. Kambi ya pili ilikuwa ni Mpeta. Kambi ya tatu ilikuwa Usinge Kaliua Urambo Usoke Tabora. Pale Tabora na kuendelea vijiji mle mapolini ambavyo vijiji sikumbuke, nilikuwa ni sehemu yetu ya kula. Hata kule pale Itura tuliweka kituo. Kuna sehemu inaitwa Itura. Kama nataka kufika kwenye mkoa wa Singida, Itura hapa, lakini ile Itura naona iko Tabora bila sahau. Ni Tabora. Kulikuwa na kituo mpaka kule Manyoni na sehemu zinginezo mpaka kukaribia Dodoma. Pale Dodoma baada ya kuvuka reli unakwenda Dodoma. Mnaachana reli na kwenda hivi barabara na kata hivi. Pale chini yake kwa karibu unakaribia Mzane kulikuwa na kituo. Wataalamu wa historia wanaeleza kuwa maeneo kama haya yana umuhimu mkubwa katika kufundisha vizazi vipya kuhusu biashara ya utumwa, mwingiliano wa tamaduni na nafasi ya Afrika katika historia ya dunia. Chini ya miembe hiyo ya kale, historia bado inanong'ona. Inakumbusha kuwa nyuma ya kila njia iliyotumiwa zamani kulikuwa na maisha ya watu, ndoto zao, mateso yao na mapambano ya kutafuta uhuru. Miti hiyo itaendelea kusimama kama walinzi wa kumbukumbu za Ujiji, mashahidi wasiozungumza lakini wanaobeba sauti ya historia.